kila mmoja kwa nafsi yake ajitahidi katika suala la kuamrisha jema, lakini pia kukataza ovu, kila mmoja katika sisi, na wala sio vyema wala sio sawa mtu akaona uovu unafanyika alafu akaleta zile lugha kwamba mimi hainihusu. Utaangamia, tutaangamia sote. Mfano huu ni sawasawa katika jamii tulionayo, kuwa sisi tuko ndani ya meli moja, sisi tuko ndani ya safina moja. Suala la kuamrishana mema na kukatazana maovu ni suala la wajib. Kuna baadhi ya watu katika sisi humu, wengine mko hapa, wamewafanya wake zao ndio wasimamizi wa majumba yao. Bali kitu cha ajabu kabisa, kuna baadhi ya wanaume hawana muda wa kutafuta riziki, hawana muda wa kupambana, kuparangana. Anakaa kijiweni, anacheza bao yake hapo, sijui nini na nini. Mke wake ndiye kwanza atoke yeye akatafuta riziki, amletee mume. Hili jambo haliwezekani. Nazungumza maneno haya nadhani tuelewana. Kuna baadhi ya watu wako hivi, ukiamka saa 10 alfajiri, wapanda alfajiri, wakutana na wanawake tena, wanaenda masokoni. Wanaume si ajabu katika haisi hiyo, mwanamume ni wewe peke yako. Waume zao wamelala ndani ya majumba. Nikizungumza maneno haya sina maana kwamba ninakataza wanawake wasifanye kazi shughuli za kisheria, la. Ninachokizungumza kuwa wewe umemwachia mkeo majukumu lako usiwe lofa. Jukumu lako walitambua. Kwani wewe mpaka uliambiwa wewe kumfika mwanamke, ni wajibu kumlisha mwanamke, ni wajibu kumtafutia mahala pa. Mbona mkeo amekuja kwako? Ndio kwanza yeye anakutafutia wewe. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، عيدكم المبارك، تقبل الله منا ومنكم. قولنا اليوم إن شاء الله تعالى عن إصلاح المجتمع وما يعين عليه. ndugu zanguni katika iman, takabbal Allahu minna wa minkum. Kauli yetu leo insha Allah katika hutuba hii tutazungumzia maudhui isemayo islahul mujtama wama yu'inu alayhi, kuitengeneza jamii na yale mambo ambayo yanasaidia katika kuitengeneza jamii. Ikhwatul kiram, i'lamu rahimakumullah, qala ahlul ilmi mafhum kalimati al-islah huwa i'adatu shay إلى ما كان عليه قبل أن يطرأ عليه الفساد. neno islah wanatueleza ahlul ilm kuwa ni kukirudisha kitu kama vile ambavyo kilikuwa kitu hicho kabla hakijaingiliwa na uharibifu, ay kabla hakijaharibika. ndiyo maana ya neno islah. wa huwa muhimmatul anbiya'i war rusul, na suala au jambo la kuitengeneza jamii ndiyo kazi mama waliokuja nayo mitume wa Allah, manabii wa Allah tabaraka wa taala. lianna Allah khalaqa al-khalqa ala at-tauhid والصلاح والاستقامة والفطرة السليمة. كسباب الله سبحانه وتعالى ameumba viumbe vyake juu ya kumpwekesha yeye Allah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hali ya kuwa wametengenekewa, bali wako katika njia ya sawa, lakini pia wana fitra iliyo salama. Allah subhanahu wa ta'ala kaumba viumbe vyake kwa namna hiyo. Qala Allah tabaraka wa ta'ala linabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kama vile ambavyo amemuamrisha nabii wake Muhammad alayhi salam, na amri hii inamuhusu kila yule anayemfuata nabii Muhammad alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia nabii wake, فأقم وجهك للدين حنيفا, uelekeze uso wako kwenye dini, katika dini iliyokuwa sawa sawa, dini ya Uislamu, dini ya kumwabudu Allah, dini ya kuachana na ushirikina kwa sampuli zake. fitratallahi allati fatara an-nasa alayha, ndilo umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu juu ya umbile hilo. la tabdila likhalqillah, hutakuta wewe hakuna mabadiliko katika lile umbile la Allah alilowaumbia waja wake. Katika uumbaji wa Allah hakuna mabadiliko. dhalika ad-dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. walakinna akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Ndugu zanguni katika imani,
ikiwa tunazungumzia suala la kuitengeneza jamii, basi jambo la kwanza ambalo linatangulia mwanzo ni suala la watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala wasimshirikishe na chochote. Tukitaka jamii itengenekewe, ni lazima tuachane na ushirikina, ni lazima tuachane na bid'a kwa sampuli zake zote. Bali ninyi mnafahamu hadithi iliyokuja, hadithi al-Qudsi, kama rawa al-Imam Muslim fi sahihi wal-Imam an-Nasa'i في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. الحديث. Mtume sallallahu alayhi wasallama anatupokelea katika hadithi al-Qudsi kama ilivyopokewa na sahabiyul jalil Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema maneno haya aliyoyapokea kutoka kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala: inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, hakika mimi nimewaumba waja wangu hali ya kuwa ni wenye kunielekea mimi wote, na ni wenye kuepukana na shirki, na wenye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahum atatuhum ash-shayatin, na hakika wao hao waja wangu wakajiwa na mashaitani. Fajtalatuhum an dinihim, mashaitani wakawageuza waja wangu kutoka katika dini yao ya sawa. Faharramat alayhim ma ahlaltu lahum, mashaitani wakawaharamishia waja wangu yale ambayo nimewahalalishia wao. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Alhadith. Na hao mashaitani wa kibinadamu wa kijini wakawaamrisha waja wangu katika suala la kunishirikisha mimi katika yale mambo ambayo sijateremsha hoja juu yake. Ndugu zanguni katika imani, maneno haya pia yanaashiria kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba waja wake hali ya kuwa ni wenye kumuelekea yeye. Bali ninyi mnafahamu zimepita karne 10 toka mzee Adam alayhi salam mpaka kuja Nuhu, Nabiyullah Nuhu alayhi salam, hali ya kuwa watu wanaishi katika tauhid karne 10. Lakini baada ya hapo wakajitokeza mashaitani wa kibinadamu, vile vile mashaitani wa kijini, wakawageuza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika dini sahihi, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sambamba na maneno haya ni ile hadithi iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, kadhalika al-Imam Muslim katika sahihi yake vile vile, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Alhadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min mauludin, hakuna chochote kinachozaliwa, illa yuladu ala alfitra, isipokuwa mtu huyo anazaliwa katika umbile salama la dini ya Kiislamu, katika ile fitra ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia waja wake. Fa abawahu, basi kazi sasa ipo kwa wazazi wake wawili. Baada ya kuwa mtoto amezaliwa katika umbile salama
la kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kumkiri Allah subhanahu wa ta'ala, kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi kwa wazazi wake wawili, yuhawidani au yunasirani, wanaweza wakamfanya mtoto huyo kuwa Myahudi au wakamfanya mtoto huyo kuwa Mnaswara au yumajisani, au wakamfanya mtoto huyo kuwa ni Mmajusi, wale wenye kuabudu moto. Intabih, zinduka ndugu yangu, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameumba waja wake katika suala juu ya jambo la kumkiri na kumkubali Allah. Shida ipo kwetu wazazi. Inawezekana mzazi wewe ukamlea mwanao katika dini ya Kiyahudi, au ukamlea mwanao katika dini ya Kinaswara, au ukampeleka mwanao katika dini ya kuabudu moto ya Kimajusi, au ukamjalia mwanao kuwa ni mshirikina anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, maneno haya ya kuitengeneza jamii, maneno ya kutengeneza jamii, maneno haya wazazi wanatakiwa wazingatie, kwa sababu jamii haitengenekewi ila kwa kuanzia alfard, kwa kuanzia mtu mmoja mmoja. Anatengeneza nafsi yake, anatengeneza watoto wake, alafu wakitengenekewa familia yako, familia yangu, wakitoka nje sasa, zikikutana familia zimetengenekewa, basi jamii inatengenekewa. Lakini kinyume na hivyo familia zitabakia hivyo, hali ya kuwa wazazi wana masuhulia makubwa juu ya watoto wao. Kila mmoja katika wazazi anatakiwa ajichunguze, vipi anamlea mwanae, katika misingi ipi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kumkiri Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, au mwanao umemlea vinginevyo. Kwa maana mwanao wewe umemlea katika namna hajitambui, na hayo ni masuhulia. Mtume alayhi salam anatueleza, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kila mmoja katika ninyi ni mchungaji na kila mmoja ataenda kuulizwa kuhusiana na raia wake. Yani hao walio chini yako wewe ndiye mwenye kuulizwa. Jiulize, wawalea vipi watoto wako? Wawaelekeza vipi watoto wako? Unawaelekeza wanao watoto wako katika suala la kumtambua Allah, au watoto wako unawaelekeza katika mambo ya kidunia peke yake, au watoto wako wawaelekeza katika kumshirikisha Allah? Utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na wanao. Lakini tukiondoka hapo kidogo, hebu tuyaelezee kwa uchache yale ambayo familia hizi zitatengenekewa kupitia hayo. Baada ya tauhidi ya Allah, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo jingine, jambo ambalo familia itatengenekewa, jamii itatengenekewa kupitia hilo, ni suala la al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Lazima tukubaliane, kila mmoja kwa nafsi yake ajitahidi katika suala la kuamrisha jema, lakini pia kukataza ovu. Kila mmoja katika sisi, na wala sio vyema wala sio sawa mtu akaona uovu unafanyika alafu akaleta zile lugha kwamba mimi hainihusu. Utaangamia, tutaangamia sote. Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallama ametupigia mfano bora katika hii jamii ambayo sisi tunaishi ndani ya jamii hii. Angalieni katika hadithi ya sahabi aljalil An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kama ilivyopokelewa hadithi hii
na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Mtume alayhi salam anatupigia mfano bora katika hii jamii ambayo sisi tunaishi ndani ya jamii. Akatueleza Mtume alayhi salam, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu ala safina fasara ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharakna في نصيبنا هذا خرقا لم نؤذ من فوقنا فقال عليه السلام لو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا بأيديهم نجعوا ونجعوا جميعا. Mtume alayhi salam anatupigia mfano bora katika jamii ambayo sisi twaishi ndani ya jamii. Uone umuhimu wa jambo la wewe kuamrisha jema na kukataza ovu. Mtume alayhi salam anasema mathalul qa'im fi hududillah wal waqi'u fiha, mfano wa yule ambaye amesimama vyema barabara katika ile mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yule aliyetumbukia akaivuruga mipaka ya Allah, kamathali qaumin istahamu ala safina, mfano wao watu hawa ni mfano wa watu waliopiga kura katika kupanda meli. Wakapiga kura, wakawa baadhi yao wako juu ya ile meli na baadhi yao wako chini ya ile meli. Wakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min alma, ikawa wale ambao wako chini ya ile meli pale wanapopata kiu ya maji, marru ala man fawqahum, wanawaendea wale walio juu yao kwenda kuwaomba maji, hali ya kuwa baharini maji yako chini na safina inatembea juu ya maji, lakini mabomba yako juu huko. Wale wa chini wakipata kiu ya maji, basi wanapanda kwa wale walio juu yao kwenda kuwaomba maji. Waqalu, na wale watu wa chini wakasema, wakawa na rai, law anna kharakna fi nasibina hadha kharqan lam nudhi man fawqana, jamani lao sisi tungetoboa katika hii sehemu yetu ya chini, si tungepata maji kwa urahisi, na wala tusingewaudhi wale walio juu yetu kwenda kuwagongea, twaomba maji, tusingewaudhi. Wana akili hawa ya kutoboa jahazi, kutoboa safina, waitoboe meli ambayo wao wanasafiria. Mfano huu ni sawasawa katika jamii tulionayo, kuwa sisi tuko ndani ya meli moja, sisi tuko ndani ya safina moja. Suala la kuamrishana mema na kukatazana maovu ni suala la wajib, kwani tukiachiana tu, tusiamrishane mema, tusikatazane maovu, jambo hili litakuja kutuangamiza. Ndugu zangu, Mtume alayhi salamu akasema, lau tarakuhum wama aradu, wale watu wa juu wakiwaacha hao watu wa chini kwa kile wanachokitaka, kwa ile fikira yao walionayo ya kutoboa jahazi, halaku wa halaku jami'an, wataangamia wale wenyewe waliotoboa na wataangamia wote, hata wale walio juu. Walau akhadhu biaidihim, na lau kama watu wa juu watawazuia kwa mikono yao wale watu wa chini wasitoboa ile jahazi, najau wa najau jami'an, wataongoka wale watu wa chini, lakini pia wataongoka wote na safari itafika salama. Mfano huu angalieni ndugu zanguni katika imani, mfano huu kuwa suala sisi ni jamii tunaishi pamoja. Haiwezekani mtu aone uovu alafu aseme mimi hainihusu. Wewe inakuhusu, na ukifanya mchezo maovu yakaenea, tutaangamizwa sote.
kama vile ilivyokuja katika hadithi ya mama Aisha, anuhliku wa fina salihun, je, sisi tutaangamizwa na katika sisi wako watu wema? Mtume alayhi salam akasema naam, ndiyo. Idha kathura alkhabath, pale ambapo utakithiri uovu, maovu yakakithiri, basi watu wataangamizwa. Ndugu zanguni katika imani, tujalieni, tuichukueni hii kuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kutengeneza jamii, suala la kuamrishana mema na suala la kukatazana maovu. Lakini nikitoka kidogo hapo, tumalizie hutuba yetu. Jambo la pili, jamii lazima ikubali, hasa wanaume lazima wawe na ile kawama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku kawama hiyo. Lazima wanaume wawe wasimamizi katika familia zao, ikiwemo wake zao, watoto wao na wale wanaowasimamia. Lazima wanaume wasimame vyema. Hauwezi ukamtanguliza mwanamke katika jambo lako, katika familia yako, ukatengenekewa. Haiwezekani. Bali ninyi mnafahamu Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi na akatueleza sisi ndiyo maqawam. Faqala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ndiyo wasimamizi wa wanawake. Wasimamizi kwa hao wanawake wanaingia wanawake, wale watoto wao na kila yule aliye chini yako. Wewe ndiyo msimamizi, na usimamizi huu ifahamike, sio suala kuwaletea chakula tuna violosho nyumbani kwao, la, kuwasimamia katika dini yao, kuwasimamia katika akhlaki zao, kuwasimamia katika mambo yao kwa ujumla, kwa sababu wewe ndiyo utaulizwa. Bali leo ndugu zanguni katika imani, haya kuja tuyaseme leo, ndugu zanguni katika imani, imefikia mahala, na wengine mko hapa, sikilizeni vizuri, tusifichane, lazima tuambizane, na ndiyo kuna kutengenekewa jamii hii tukiambizana maneno ya kweli. Kuna baadhi ya watu katika sisi humu, wengine mko hapa, wamewafanya wake zao ndio wasimamizi wa majumba yao. Bali kitu cha ajabu kabisa, kuna baadhi ya wanaume hawana muda wa kutafuta riziki, hawana muda wa kupambana, kuparangana katika kutafuta riziki. Anakaa kijiweni, anacheza bao yake hapo, keramo yake, sijui nini na nini. Mke wake ndiye kwanza atoke yeye akatafute riziki amletee mume nyumbani. La, hili jambo haliwezekani. Na ukifikia hapo, ndugu yangu katika imani, fahamu kwamba wewe umeiteketeza familia yako. Uko wapi ukawama? Utakubali wewe mkeo aamke saa 10 alfajiri anaenda sokoni, wewe uko ndani ya nyumba yako wajivutia shuka? Wakubali hilo? Nazungumza maneno haya, nadhani tuelewana. Kuna baadhi ya watu wako hivyo, ukiamka saa 10 alfajiri wapanda haisi, wakutana na wanawake tele, wanaenda masokoni, wanaume hamna. Si ajabu katika haisi hiyo mwanaume ni wewe peke yako. Wanawake wanaenda kutafuta, waume zao wamelala ndani ya majumba. Nikizungumza maneno haya, sina maana kwamba ninakataza wanawake wasifanye kazi, shughuli za kisheria, la. Ninachokizungumza kuwa wewe umemwachia mkeo majukumu yako. Beba jukumu lako, usiwe lofa. Jukumu lako walitambua, kwani wewe mpaka unaozeshwa bila shaka uliambiwa wewe ni wajibu kumvika mwanamke, ni wajibu kumlisha mwanamke, ni wajibu kumtafutia mahala pa kuishi mwanamke. Mbona mkeo amekuja kwako ndiyo kwanza yeye anakutafutia wewe? Jirekebisheni. Tabia hii mtavuruga familia, mtavuruga jamii. Huyo mkeo unayemtoa usiku wa manane huo anaenda kufanya shughuli,
jua kwamba kuna wanaume kama wewe watamtaka. Hebu tuweke wazi, tufishania nini bwana? Si jamii hii. Kuna wanaume kama wewe watamtaka mkeo. Mwanamke anapima namna hii, lile lilofa lile liko nyumbani limelala, alafu ndio mume bwana anachakarika, anahangaika, anapambana na maisha yake. Ndugu zanguni katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wako hapa wale ambao wamejalia wake zao kuwa ndio wafanyakazi wao wa kwenda kuwatafutia riziki, warekebishe utaratibu huu. Kinyume chake ni kuharibu jamii na kuharibu familia. Leo tuna shura ngapi? Maimamu wana shura ngapi? Pale ambapo watu wamewaachia wake zao majukumu, wanarudi kwa maimamu kulalamika, mke wangu bwana, mimi ndio nilipa mtaji, ameenda amepata riziki, ana pesa, sasa anitaki tena. Ndiyo, si amemuona mwingine asiyekuwa wewe mlala ovyo? Kamuona huko, kwa hivyo anakukataa kwa sababu ya ule ulofa wako ulionao. Ndugu zanguni katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Eidukum mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.